Kijana huyo aliyemaliza darasa la 7 2025 katika shule ya msingi Munaa iliyopo Unguja alifika kisiwani Pemba hivi karibuni kumtembelea shangazi yake anayeishi Mtoni Chake Chake ambapo mauti yalimkuta. Baadhi ya majirani wamehuzunishwa na tukio hilo, hasa kutokana na tabia alionyesha marehemu ya utulivu na uchangamfu. Naja, mbona mtoto naona kimya kimya, ukashituka kumwangalia ndani, kumbe kashajitundika. Sina habari muda wote, mimi nakosha vyombo. Kwa ufupi ni hivyo. Ndio mimi ndo sikuelewa chochote, nilikuja mshtukizia tu, ile pasi ndo ilikuwa ndo silaha yake ya kujifanya aitundike juu, ili mimi nimefumania pasi kashaifunga. Pasi kawaida kwa imo humo. Ndio nimefumania tu hivi bana pale kwangu. Ni mtoto ambao kwa ni mchangamfu. Kwa hiyo imeumiza kiasi fulani, na nimepata taarifa asubuhi kwa narudi kutafuta kitoweo. Kufika njiani pale nikaambiwa hata kuna msiba. Sasa nilikuwa sijajua kitu gani, nikaambiwa kuna mtoto kajinyonga kwa Bikiembe. Na nilipopata taarifa kusema kweli ni huzuni. Akithibitisha kutokea kwa kifo hicho, kamanda wa polisi mkoa wa Kusini Pemba, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Abdallah Hussein Musa amesema mwili wa marehemu ulifanyiwa uchunguzi na wataalamu wa afya na kukabidhiwa jamaa zake kwa mazishi, huku jeshi likianzisha uchunguzi wa kina. Tarehe 19 mwezi wa 11 mwaka 2025 majira ya saa 1 za asubuhi huko maeneo ya Mtoni, shehia ya Madungu, wilaya ya Chake Chake, mkoa wa Kusini Pemba, Muntasiri Sefu Muhene ana umri wa miaka 15, mkazi wa Mwera Unguja, alikutwa amefariki dunia baada ya kujinyonga kwa kutumia waya wa pasi ya umeme ambaye alikuwa ameutundika juu ya dari chumbani kwa shangazi yake. Nikiripoti kutoka hapa kisiwani Pemba, mimi ni Sulaiman Rashid Omar wa ITV.